Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote, karibu katika Uchanganuzi, ni kueleza vile hali ilivyo katika taifa la Tanzania. Naomba kuuliza swali kabla nizame kwa undani. Je, unaamini serikali ya Samia Suluhu Hassan vile inafanya maendeleo katika taifa la Tanzania? Je, unaamini serikali ya Suluhu wanachokifanya haswa katika sekta ya maendeleo ndio au la? Niandikie katika sehemu ya maoni hapa chini. Sasa kwa nini nimeleta swali hilo? Hutaamini kinachoendelea kwa sasa hivi haswa katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kuna vita kali ambavyo vimeweza kutanda katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Vita hizi ni nani na nani? Na vinahusu nini? Kuna naibu waziri katika wizara ile ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ambaye anaitwa James Milia, ni naibu waziri wa mambo ya nchi za kigeni, na kuna msemaji mkuu wa serikali anaitwa Gerson Musiwa. Wameanza vita viongozi hawa wawili kuhusiana ni kipi ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania. Kuna ujenzi wa uwanja wa Arusha unaendelea sasa hivi ambao umesababisha mgawanyiko tofauti haswa katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Huyu anasema hili, huyu anasema hili. Kulingana na chapisho hili, naomba tukaweze kusoma kwa sababu litaunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Naomba kusoma ili tupate msingi na hutaamini kinachoendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Tukabidhi like unapoendelea kutazama hii kanda na usubscribe kama wewe ni mgeni. Sasa huyu anaitwa Gerson Musiwa, ni msemaji wa serikali ya Samia Suluhu Hassan, anasema hivi: hatujakosa fedha za ujenzi wa uwanja. Yeye anasema ya kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan iko na pesa ya kukarabati uwanja. Nitakueleza ni kipi naibu waziri James Milia anasema. Naomba tuzungumze ama tusome chapisho hili. Linasema ya kwamba hatujakwama kujenga uwanja wa Arusha eti kwa sababu tumekosa fedha. Kwa hiyo tunatakiwa tupate fedha za msaada. Yaani kwamba wameridhika, wako na pesa, hawatakiwi kutafuta msaada. Sikiza tu usikie vile kuna tofauti na mgawanyiko katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Chapisho hili linaendelea kusema ya kwamba vile Musiwa alisema kazi ya ujenzi wa uwanja inaendelea, mkandarasi amelipwa vizuri. Hiyo picha inayozunguka ni picha inaonyesha maendeleo ya ujenzi wa uwanja ukiwa umefika 74%. Gerson Musiwa, katibu mkuu wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali, ndiye amesema hivyo. Sasa sikiza chenye kimefanyika. Naibu waziri sasa katika wizara hiyo ya mambo ya ndani anasema hivi: serikali ya Tanzania imeiomba serikali ya China kuendelea kutoa ushirikiano katika ujenzi wa miundo mbinu ya kisasa kuelekea mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON. Sasa naomba msaada. Sikiza yanayotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Ombi hilo limetolewa na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia wakati wa maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina yaliyofanyika Ijumaa Februari 6, 2026 katika ubalozi wa China nchini Tanzania. Yeye aliomba msaada. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Milia alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa muda mrefu uliopo kati ya mataifa haya mawili. Alinukuliwa akisema kutokana na ushirikiano imara na wa muda mrefu kati ya Tanzania na China, tunaomba China iendelee kutusaidia ili kuhakikisha miundombinu muhimu kwa ajili ya AFCON 2027 inakamilika kwa wakati na inakidhi viwango vya kimataifa vinavyotakiwa. Sasa naibu waziri yeye anaomba msaada. Naibu waziri anataka China itoe msaada ili uwanja ukaweze kukarabatiwa na kukamilika.
Musiwa ambaye ni msemaji wa serikali anasema kuna hela. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa ambazo zinaendelea na hutaamini kinachoendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa nani wa kuamini? Ndio maana nikauliza swali, je, unaamini serikali ya Samia Suluhu Hassan wanachokifanya haswa katika sekta ya maendeleo? Hawa wote wameteuliwa na Samia Suluhu Hassan kumsaidia kazi Ikulu. Msemaji wa serikali anapatikana Ikulu. Naibu waziri anapatikana Ikulu kwa sababu yeye ni msaidizi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kila mmoja anazungumza kivyao ama kivyake. Musiwa anasema hela ziko. Naibu waziri anasema hamna hela, anapembeleza China iwasaidie kukamilisha ukarabati wa uwanja. Musiwa anasema mwanakandarasi amelipwa hela. Sasa ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Hatuelewi ni kipi ambacho kinaendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa nani wa kuamini? Kwa sababu wote wamechaguliwa, wanastahili kuzungumza kwa sauti moja na makubaliano, lakini kila mmoja anazungumza kivyao. Haya ndiyo yaliweza kusababisha yaliyotokea 29 Oktoba mwaka jana. Kukawa na maandamano, baadaye kukawa na maafa. Ni kwa sababu ya ukosefu wa kuelewana ni kipi ambacho kinastahili. Ikiwa hamtaki mtu fulani awanie kiti cha urais, ikiwa ni Tundu Lissu, ikiwa ni Mpina azuiliwe, ndio mnakubaliana. Lakini mbona haya mengine yanaendelea? Mnashtakiwa kwa kosa la uhaini, anafikishwa mahakamani pasipokuwa na ushahidi wa kutosha, anawekwa pale zaidi ya miezi 9. Kwa hivyo kuna ukosefu wa maelewano katika serikali ya Samia Suluhu Hassan baada ya haya kuonekana wazi na hadharani. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa haswa yanayoendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also for WhatsApp groups and even on Facebook, and this is how we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen.